Ujumbe huu unasema jiokoe na kizazi cha ukaidi. Jiokoe na kizazi cha ukaidi. Kwa kama unaandika, andika hivyo, jiokoe na kizazi cha ukaidi. Naomba nisome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 40. Neno la Mungu linasema, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Tarudia pale mstari wa 40. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni, somo kolewe, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Kwa wale ambao wanasoma Biblia au wasomaji wa Biblia watakumbuka kuna habari moja ya Lutu ambapo alivyokuwa anatoka Sodoma na Gomora kule. Alikuwa Lutu na mabinti zake wawili pamoja na mke wake. Wale malaika waliwashika mikono wale watu wanne. Malaika mmoja akashika watu wawili, malaika mwingine akashika watu wawili. Akawatoa nje ya mipaka ya Sodoma wakati moto ulikuwa ushaanza kuwaka huko nyuma. Alipowatoa akawaambia, jiokoeni. Maana yake ondokeni mkajiokoe. Lakini walipotoka wakadhani wale malaika wataendelea kuwashika mkono. Walipoachia, watatu walisalimika, mmoja aligeuka nyuma ambaye alikuwa ni mke wa Lutu, akawa nguzo ya chumvi. Alishindwa kujiokoa. Kwa kuna wakati ambapo wewe unapaswa kujiokoa na kuna wakati ambapo Mungu anakusaidia. Kwa kuna kipindi ambacho unashikiliwa mkono unapelekwa mahali fulani, lakini kuna mahali ambapo unapaswa umalizie. Kwa hiyo wale Lutu na mke wake na watoto wake wawili waliweza kushikiliwa mkono mpaka hatua fulani, hatua nyingine ya kumalizia wakashindwa. Na hapa Biblia inatuambia katika mstari wa 40, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Sasa hivi tunaishi kwenye kizazi ambacho kina ukaidi wa hali ya juu. Na ngapi wanajua kwamba tunaishi katika kizazi cha siku za mwisho? Ni muhimu kujifunza Biblia. Lazima kujifunza Biblia, kujua ni kizazi gani upo na ni nyakati gani upo. Sasa naomba kidogo tuanze kuweka muhtasari wa kizazi ambacho tupo, tujue tunaishi kizazi gani kabla kwenda kuangalia sifa hichi kizazi na namna gani ya kuokoka katika hichi kizazi. Tusome kile kitabu cha Mathayo tena sura 12 na ule mstari sura 24, Mathayo sura 24 na ule mstari wa 32 hadi 35. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Huu ni Bwana Yesu alikuwa anaambia kuhusiana na dalili za kurudi kwake. Anasema kwa mtini, pigia mstari ile neno mtini, tutakuja kulirudia. Jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno karibu. Nanyi kadhalika mionapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Mstari wa 34 anasema, amin nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Ukiona mahali popote Bwana Yesu anasema neno amin amin, maana yake anataka kuweka msisitizo ya hicho kitu ambacho anaenda kukisema, kwamba waongeze umakini wa kitu ambacho anaenda kukisema. Kwa hapa anawaambia amin amin nawaambia, kizazi hiki, yani maana yake hakika nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Sasa tunajiuliza, kama Bwana Yesu alisema kizazi hiki hakitapita, alichukua anazungumza kama ni kizazi cha kina Petro, mbona kimepita? Anasema kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia, kwamba mwanadamu kurudi kuwachukua watu wake na hukumu wa dunia, hicho kizazi hakitapita. Lakini alijua kabisa utafika wakati wote watakapokuja kusema kwamba maana maneno ya Yesu yamepita. Akaongeza akasema, amin nawaambia, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa hiyo tukirejea sasa tukiangalia kizazi cha kina Petro ambacho Kristo alikuwa anakiongelea, labda kimeshapita. Maana yake sio hicho kizazi ambacho kilikuwa kimekusudiwa haya au kimezungumziwa haya. Hapa anasema kizazi hiki kipi kilichoyaona haya yote ya mtini kuchipuka. Tukianzia hapo juu katika ule mstari wa 32, turudie tena pale. Anasema basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno karibu. Nanyi kadhalika mionapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Kwa maana yake kizazi kile ambacho kimeona mtini kuchipuka, hicho ndio anachosema hakitapita. Sio kizazi cha kina Petro. Kwa sababu kina Petro wameshalala.
Na Kristo hawezi kusema uongo. Mbingu na nchi zitapita lakini maneno yake yatasimama pale pale. Kwa hiyo alikuwa anazungumzia kizazi kingine ambacho hicho ndo hakitapita kabla mambo yote hayajatokea. Na bila shaka hicho sio kizazi kingine zaidi ya kizazi cha siku za mwisho ambacho ndo tupo sasa hivi. Sasa utauliza kwa namna gani? Hatujui siku wala saa ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wala hakuna mtu yote anayejua, hata malaika hawajui. Hakuna kiumbe chochote kinachojua siku na saa ya kurudi kwa Bwana Yesu. Hata mwaka hakuna mtu anayejua. Lakini tumepewa majira ya kurudi kwa Yesu. Na tukiyajua hayo majira basi tutakuwa macho. Ndio maana Yesu wanafunzi wake walipomfuata katika mlima Mizeituni akamwambia tuambie mambo yao yatakuwa lini, nao nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia. Yesu akamwambia kuna anayejua siku wala saa, lakini aliwapa majira. Akamwambia mtakapoona hili na hili, tambueni kwamba dakika yoyote wakati wote anakuja. Kwa aliwapa majira, kuwapa siku wala saa. Hata sasa hivi hatujui majira ya kunyesha mvua, si ni kweli jamani? Lakini tupo majira ya kunyesha mvua. Sasa hivi tunajua kabisa kwamba ni mwezi wa 12 kuna mvua za vuli zinakuja. Hatujui siku wala saa, lakini tunajua msimu. Huu msimu unatufanya tuwe na maandalizi kabla ya mvua kushuka. Tunaanza kuandaa mashamba kama ni wakulima. Tunaanza kuziba madari yetu kama nyumba zetu zina matobo. Tunaanza kununua miamvuli. Tunaanza kujiadhari na mafuriko. Tunatoka mabondeni kama tunaishi kwenye mabonde kwa sababu mvua inaweza ikaja kubwa ikatuchukua. Haya maandalizi sio kwamba tunajua siku na saa mvua itakayoshuka, lakini tunajua saa yote, dakika yote mvua inashuka. Hali kadhalika Bwana Yesu naye akatoa majira ya kurudi kwake yeye. Hakutupa siku wala saa, akatupa majira. Akasema mtakapoyaona haya, tambueni kwamba dakika yote anakuja. Sasa dalili moja hapo ambao Wakristo wengi hatuifahamu ni dalili ya mtini. Mtini kuchipuka. Sasa mtini ni nini? Mtini unaozungumziwa hapa sio mti tree, bali ni mti unaozaa matunda ya tini ambao huku kwetu haupo. Kama tunavyosema muembe. Muembe ni mti unaozaa matunda ya embe, tunda la embe, si ndio? Kwa kuna mti unaozaa matunda ya tini unajulikana kama mtini kibiblia. Sasa Yesu alikuwa anasema kwa mtini huo jifunzeni mfano. Mtakapoanza kuona unaanza kutoa majani, mnatambua kwamba wakati wa mavuno umekaribia. Sasa anasema kizazi hiko ambacho kitaona mtini unaanza kutoa majani, unachipuka, hakitapita hata yote itakapotimia. Ni kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa katika lugha ya maumbo na mafumbo. Kwa Kristo alipokuwa anazungumzia swala la mtini, alikuwa anazungumzia swala la jamii fulani ya watu au watu fulani. Kama mwenyewe anapojiita ni mwana kondoo, amaanishi kwamba ni kondoo anayetembea. Anapojiita ni njia, haimaanishi ni barabara. Anapojiita ni mwamba, haimaanishi ni jiwe. Kwa kila kitu kilikuwa ni lugha ambazo zimefungwa katika vifungo ambavyo tunapaswa kuvielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wanapotaja amina ambia kizazi hiki kitapita, kizazi ambacho kimeona mtini kuchipuka. Huu mtini ni kitu gani? Kibiblia mtini ni taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Utauliza kwa namna gani? Naomba nisome kitabu cha Yeremia sura 24 na ule mstari wa 4 hadi 5. Kisha neno la Bwana likanijia kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: kama zilivyo tini hizi nzuri, tini, matunda ya tini, zilivyo tini hizi nzuri, ndivyo nitakavyoangalia mateka wa Yuda niliowatoa katika mahali hapa waende mpaka nchi ya Wakaldayo wapate mema. Yuda ni taifa la Israeli. Kwa lugha yote ya kibiblia unapoona mtini kwenye Biblia, Mungu anazungumza kuhusiana na taifa la Israeli. Kwa walipokuwa anawaambia kwa mtini jifunzeni mfano wake. Mtakapoanza kuona linachanua, mtambua kwamba wakati wa mavuno umekaribia. Sasa taifa la Israeli kwa miaka zaidi ya 2500 halikuwa huru. Lilikuwa chini ya koloni ya mataifa mengine. Hata kipindi ambacho Bwana Yesu anazaliwa, Israeli ilikuwa inatawaliwa na Warumi. Ndio maana waliomsulubisha Kristo walikuwa ni Warumi, sio Wayahudi wenyewe. Wayahudi walimchukua Bwana Yesu na kumpeleka katika serikali ya Kirumi. Serikali ya Kirumi ndio ikapitisha hukumu ya kumsulubisha Bwana Yesu. Hata desturi za kuweka watu msalabani sio za Wayahudi. Zilikuwa ni desturi za Warumi. Warumi ndio walikuwa wanaua watu kwa kuweka msalabani wale ambao katika jamii yao walikuwa ni hatari. Kwa hiyo Kristo sio kwanza kuwekwa msalabani. Walikuwa watu wengi wanaohukumiwa msalabani. Ndio maana hata Kristo wakati anasulubiwa kulikuwa kuna wanyang'anyi wawili tayari walikuwa wameshatangulizwa pale msalabani. Kwa hiyo ilikuwa ni hukumu ya Warumi. Kwa hiyo Warumi ndio walomsulubisha Bwana wetu Yesu Kristo. Pilato ndio aliotoa amri ya Bwana Yesu kusulubiwa, lakini walompeleka walikuwa ni Wayahudi. Kwa Wayahudi au Waisraeli, ukiona mahali popote kwenye Biblia wanazungumzia Wayahudi ndio hao Waisraeli. Kwa hiyo usichanganyikiwe Wayahudi ndio nani na Waisraeli ndio nani. Wayahudi ndio hao Waisraeli. Kwa hawa Wayahudi sasa, kipindi ambacho Kristo yupo, aliyekuwa anatawala ile taifa
walikuwa ni Warumi. Kama sisi tulikuwa tunatawaliwa kipindi cha ukoloni. Sisi ni Watanzania, lakini kulikuwa kuna Wajerumani wako hapa, si ndio? Wakaja baadaye Waingereza. Hao walikuwa ni wakoloni wanaotawala sisi. Kwa hiyo sheria zetu tulikuwa tunahukumiwa kulingana na sheria za Waingereza na koloni. Na kipindi ambacho Bwana Yesu yuko duniani, Waisraeli hawakuwa na taifa, hawakuwa na mfalme. Walikuwa wanatawaliwa na wafalme au wakoloni ambao walitoka Rumi. Wakina Herode, wakina Pilato hawakuwa Wayahudi, walikuwa ni Warumi. Kwa katika hicho kipindi Israeli haikuwa taifa huru, haikuwa na mfalme wake. Bwana Yesu ameondoka, bado yuko hivyo hivyo. Baada ya miaka 70 ya Bwana Yesu kuondoka, ndo akaja kabisa akatawanywa. Alikuja jemedari wa Kirumi akawachomea ule mji wa Yerusalemu, akafukuza wakaenda kwenye mataifa yote. Wakakaa kwenye nchi mbalimbali mpaka mwaka 1948. Fikiria, tengeneza picha kuanzia Bwana Yesu yupo hapa duniani mpaka alivyokufa, mpaka kipindi ambacho Israeli wanarudi kwenye nchi yao tena, miaka zaidi ya karibia na 2000. Kwa maana mwaka 1948 ndo walirudi katika taifa lao. Na walipofika pale katika taifa lao hawakurudi tena na kutawaliwa na taifa lingine bali walipata uhuru. Ule uhuru ambao walipata ndio kipindi ambacho sasa Israeli imerudi katika nchi yake na wao wote walirudi. Sasa kipindi ambacho walitawanywa ni kipindi ambacho mtini ulikatwa. Kipindi ambacho wamerudi ni mtini ambapo unaanza kuchipuka tena. Ndio maana Biblia inasema kizazi hiki hakitapita hata yote atakapotimia. Kwa kipindi ambacho sasa Israeli inaanza kuchipuka, sasa imeanza kurudi, imeanza kuwa na taifa lake, imeanza kuwa na rais wake na kiongozi wake. Wayahudi sasa hivi wengi washarudi katika nchi yao. Sasa hivi ni taifa mojawapo taifa lenye nguvu sana duniani. Israeli ni taifa lenye nguvu sana duniani. Sasa tunapoona taifa la Israeli limerudi, sio kwamba tunafurahia na sisi kuangalia taarifa habari BBC sio Al Jazeera mambo yanaendelea kule. Kuna ishara, kuna vitu ambavyo vinaendelea nyuma ya mpango huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguvu ambayo imewarudisha Wayahudi pale, sio nguvu yao. Imeweka katika ile taifa. Sasa Biblia inasema kwa mtini jifunzeni. Kwa taifa la Israeli tujifunze. Tunapoanza kuona linachipua, anasema kizazi hiko sasa hakitapita hata yote atakapotimia. Kizazi kilichoshuhudia Israeli kuchipuka, Bwana na pesi, hakitapita hata yote atafanya nini? Yatakapotimia. Sasa Israeli ilichipuka mwaka 1948 ndo mwanzo. Yule rais wao akatangaza duniani akaambia Wayahudi wote mahali popote walipo waje nyumbani kwao. Serikali ikatoa msaada mkubwa sana kuwavuta watu kuwarudisha nyumbani kwao. Wayahudi waliokuwepo Afrika wakarudi kwao, waliokuwepo Uingereza wakarudi kwao, waliokuwepo Jerumani wakarudi kwao, waliokuwepo mataifa paka Asia wakarudi kwao. Ile Israeli pale ikajaa Wayahudi wa kila namna. Kizazi hiko hakitapita hata yote atakapotimia. Maana hata Kristo atakaporudi na kila kitu. Kikawaida kizazi ni miaka 120. Kikikaa sana ni miaka 120, lakini kizazi miaka 100 ndio kinaenda kuisha. Anaposema kizazi maana yake anazungumzia mtu kuanzia amezaliwa mpaka amekufa, umri wake ule ndio kizazi kimoja. Kwa umri wa juu mtu kuishi, Biblia inasema miaka 120 na sasa hivi tena imeshuka. Kwa hiyo tengeneza picha kipindi ambacho tangu mwaka 1948 mpaka kipindi ambacho miaka 120 ishe ni kama 2068 hapo. 2068 hapo ndio kizazi kitakuwa kimepita ambacho kimeshuhudia Israeli kwa taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema kizazi hiko hakitapita hata yote atakapotimia. Hapo tumesema miaka 120 tumeweka kiwango cha juu sana. Kiwalisema miaka 100 kizazi kishapotea ambacho kilishuhudia kabisa kwamba bendera imesimamishwa namna hii ya Israeli. Waga kinakuwa kishapotea miaka 100. Kinamalizia labda miaka 110, 105. Sasa hivi kute mtu ameishi miaka 120 ni kazi kubwa sana. Sasa anasema hicho kizazi hakitapita hata hayo yote atakapotimia. Kwa ukijua kalenda za namna hii za kiroho, hauwezi kuwa kama ulivyo. Lazima utakuwa unaharakisha mambo yako kwa sababu unajua muda sauti na kuisha. Na unajua Biblia imeeleza kila kitu. Kipindi ambacho kuzaliwa kwa Bwana Yesu, kuna watu walikuwa wanajua kabisa kipindi ambacho Yesu atazaliwa, mwaka ambao Yesu atazaliwa. Kuna watu walikuwa wanajua pale Israeli, walikuwa wanajua. Walikuwa wanajua kabisa. Achana na wale ambao walifunuliwa na Roho kwamba Kristo ameshazaliwa huyo hapa, lakini kuna watu walikuwa wanajua nyakati na majira. Kwa sababu Danieli alishasema, alishafunuliwa, akaambiwa paka zamani za Masihi kutakuwa na majuma 62. Kutakuwa kuna majuma 62. Na juma moja ilikuwa ni miaka 7, alikuwa anajua. Kwa sababu kulikuwa kuna kipindi Danieli alisema kutakuwa na nyakati 7 kwa Nebukadreza. Nyakati 7 ilikuwa ni miaka 7. Kwa hiyo alipokuja kwa anasema kutakuwa na majuma 62, ilikuwa inajulikana kabisa kwamba kutakuwa kuna majuma 62. Na juma moja ilikuwa ni miaka 7.
Kwa hiyo ulikuwa ukipiga miaka 7 pamoja na ile 62 na hayo majuma 62 mara 7. Ilikuwa inakuja idadi kabisa miaka ambayo endapo ungekuwa kuna watu wana hekima ya kutosha ongeza kuhesabu wale majuma na akaangukia kabisa siku ambayo Kristo anatokea duniani. Kristo anasulubiwa. Kwa kuna watu walikuwa wanajua kabisa ambao walikuwa wanasoma tarehe na nyakati. Walikuwa hawajui siku, saa, lakini walikuwa wanajua kabisa msimu wa Kristo kutokea duniani na kusulubishwa. Walikuwa wanajua kizazi ambacho Kristo anaenda kuzaliwa, walikuwa wanajua kabisa. Achana na wale kina mamajusi ambao waliona nyota mashariki wakaifuata. Kuna watu walikuwa kabisa wanajua kabisa kipindi ambacho Kristo na walikuwa wanajua mji ambao atazaliwa. Walikuwa wanajua kabisa. Kipindi ambacho Kristo anazaliwa, wale mamajusi walipoenda kwa Herode ambaye alikuwa anatawala kipindi hicho pale Israeli. Walipofika kwa Herode, wakaenda kumuuliza Herode, tuambie, wakaenda kumwambia Herode, tunataka kwenda kumsujudia mfalme aliyezaliwa. Herode akalagai akamwambia, nendeni mkamtafute, mkimpata mje kuniambia na mimi nikamsujudie nikamwabudu. Lakini wale mamajusi waliondoka na kupita njia nyingine, hawakurudi tena. Herode alipoona kwamba amedanganywa na wale mamajusi, kitu alichokifanya nini? Alienda kuwatafuta wazee wa Israeli. Akakusanya wote wazee wa Israeli. Akaambia, mimi nitafutieni Kristo anazaliwa wapi? Wale walikuwa wanajua maandiko Kristo anapozaliwa, akamwambia Kristo anazaliwa Bethlehem ya Uyahudi. Walikuwa wanajua kabisa kwamba anazaliwa Bethlehem ya Uyahudi. Akamwambia, nendeni huko kanitafutieni huyu Kristo ni nani. Akatuma watu kwenda kuua wale watoto. Kwa hiyo kuna watu wanajua kabisa ni wapi Kristo anazaliwa, na kuna watu walikuwa wanajua kabisa, Wayahudi walikuwa wanajua kabisa atazaliwa kizazi gani, walikuwepo watu wanajua. Na kuna watu walikuwa wanajua kabisa Kristo atatoka kabila gani, hiyo ilikuwa inajulikana. Walikuwa wanajua kabisa Kristo atasulubiwa kwa sababu Isaya alishasema katika Isaya sura 53 kwamba kama mwana kondoo anayepelekwa machinjoni. Walikuwa wanajua. Watu ambao walikuwa wanasoma maandiko na kujua nyakati na majira. Lakini wakati huo kuna watu walikuwa hawajui chochote. Kwa Kristo anazaliwa ilikuwa ni surprise. Ilikuwa ni jambo la kushtukiza tu. Wakashangaa Kristo huyo hapa, wala hata kujua kama ni Yesu. Hali kadhalika hata kipindi cha Yesu kurudi mara ya pili, wengi itakuwa ni surprise kwa sababu ya kutokujua nyakati na majira. Kristo akamwambia Wayahudi baadhi. Akawaambia, akafika mahali akaulilia mji. Akasema, laiti ungalijua saa kujiliwa kwako, lakini mambo yamefichwa machoni pako. Akamwambia, utakuja wakati ambapo adui zako watakuzunguka wakufanyie boma, kwa sababu kujua wakati wa majira ya kujiliwa kwako. Kwa ni lazima tujue majira ya kujiliwa kwetu. Tujue majira ya Kristo kurudi. Tujue majira ya kuishi hapa duniani. Sio tu kila wakati tutakuwa tunatafuta mali. Lazima wakati mwingine pia tukae tutafute kutafakari nyakati na majira tunayoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi mataifa ambayo yameendelea sasa hivi, macho makubwa wanaangalia sasa hivi mabomu ya atomic yaliyopo duniani. Wakati wewe unaanza kufikiria utajenga nyumba, wakati unaanza kufikiria utaolewa na kuoa, wakati unaanza kufikiria utakuwa na tajiri bilionea ule ujulikane duniani kote, kuna watu ambao wanavyo vitu vyote sasa hivi hofu yao kubwa wanapeleleza mabomu ya nyuklia yaliyoko katika taifa lingine. Na wanaosahau hiyo wanasema sasa hivi wanakuambia ni 3 minutes to midnight. Maana anakuambia una dakika 3 tu kuingia katika dunia, kuingia katika giza nene. Kuna kipindi inabaki dakika 2 inarudi hiyo. Dunia kuingia katika giza nene. Wanakuambia wenye giza nene wanasema ni kipindi ambacho dunia itaingia katika vita vya nyuklia. Wamekaa wameona tuna fedha, tuna mali, lakini na faida gani taifa moja la Urusi liachie bomu la nyuklia pale ambalo likishushwa tu moja pale ile ya New York yote inakuwa jivu. Hizo benki, hizo fedha, hizo familia nzuri, faida yake ni nini? Kwa wanaanza kutoa macho yao sasa hivi kuangalia masuala kimaisha sana. Wanaangalia usalama kidunia. Kwa sababu wanajua ukimalizika dakika yote wanajua kabisa hiyo saa ipo. Kaifuatilie kwenye mitandao. Wanaita doomsday, yani siku ambayo itakuwa dunia itakuwa ni giza. Marekani sasa hivi wana mabomu ya nyuklia zaidi ya 6,000. Nikipigwa moja tu hapa hivi ili Arusha yote inakuwa jivu. Moja tu. Sasa piga hesabu, wana uwezo wa kuweka katika miji yote na miji yote ya dunia kajivu. Bado mataifa kama Urusi wanatengeneza haya. Bado mataifa kama India sasa hivi wanao mabomu. Mataifa kama Pakistan ambayo yalikuwa ni ya kawaida yanao mabomu sasa hivi ya nyuklia. Israel inao mabomu ya nyuklia. Kwa sasa hivi washaacha kuangalia sana kusema tuna maendeleo. Maendeleo kama tunamaliza tu kwamba tu basi tu ili tuendelee kuishi. Wanaangalia kiama.
Wanafikiria masuala ya kiyama, siku za mwisho. Wanaita hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wa dunia wanajua nyakati wanazoishi, wanaweza kupeleleza majira yao na wanajua mwisho wao. Lakini Wakristo hatujui kupeleleza na kujua mwisho wetu. Sawa, hatuwezi kukaa kila saa tunatafakari mambo, lakini ni wakati pia kuweza kutafakari ni vitu gani vinakuja huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa Bwana Yesu anasema kizazi hiki hakitapita hata yote atakapotimia. Ni kizazi hicho tunachoishi. Sasa naomba tuangalie sifa 5 za kizazi hicho tunachoishi, ambazo zilitajwa kwenye Biblia kama unabii, kama ufunuo. Tabia 5 za hichi kizazi ambacho tunaishi. Tuzijue hizi tabia 5 ili tuweze kuepuka nazo. Tabia 5 za hichi kizazi tunachoishi. Tabia ya kwanza hichi kizazi tunachoishi ni kizazi ambacho hakiwatii wazazi. Ni kizazi ambacho hakiwatii wazazi. Tutaenda kuangalia kwa namna gani. Naomba nisome kitabu cha Mithali sura 30 mstari wa 11. Yanasema hivi: kuna kizazi cha watu wamlaanio baba yao wala hawambariki mama yao. Kuna kizazi cha watu wamlaanio baba yao wala hawambariki mama yao. Hicho kizazi kipo. Na ndicho hicho kizazi cha siku za mwisho. Ni kizazi ambacho mzazi anaonekana kama mtoto. Unajua moja wapo amri za Mungu, Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako ili upate siku nyingi na zaheri za kuishi duniani. Sasa shetani anajua hizi amri sehemu kumfanya mwanadamu asi duniani. Anaenda kuangalia katika eneo la wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mithali sura hiyo 20, turudi tu nyuma, nataka tuangalie mambo fulani. Leo hii tupate chachu pia kwa nini pia tunapaswa tuheshimu wazazi na kuwatii. Na wazazi tusiwachukulie ni watu wa kawaida. Tumbo la mama yako ndo udongo ambao ndo dunia ambao Mungu kaitumia, au udongo kukumba wewe. Adam aliumbwa na udongo kabisa, ukachukulia udongo hapo katengenezwa mtu. Wewe na mimi hatujafanywa hivyo. Mungu kaingia kwenye tumbo la mzazi wako kakutengeneza pale. Dunia yako ya kwanza ilikuwa kwenye tumbo la mama yako. Ndio huko ulitengenezwa. Kwa miezi 9 kimiujiza. Ulikuwa na pua lakini uvuti hewa. Ulikuwa na mdomo lakini uli chakula unaishi, lakini mapigo ambayo yanadunda kwa katika ile tumbo la mama yako. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuzingatia haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anasema kuna kizazi cha watu wanaolaani wazazi wao. Mithali 20:20 Biblia inasema hivi: amlaanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Mtu anemlaani mama yake au baba yake, taa yake itazima katika giza kuu. Taa ni nuru. Hiyo nuru inaweza kuwa ni yoyote. Nuru yako wewe inaweza kazima ukimlaani baba yako au mama yako. Na hapa Biblia inasema kuna hicho kizazi kinacholaani wazazi wao. Na kwenye Agano la Kale pale kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, nikusomee pale. Sheria zamani ya kumlaani mzazi ilikuwa ni nini? Walawi sura 20 mstari wa 9. Anasema kwa maana kila mtu amlaanie baba yake au mama yake hakika atauawa. Amemlaani baba yake na mama yake, damu yake itakuwa juu yake. Ukimlaani baba yako au mama yako, sheria zamani ilikuwa ni kuuawa. Usipomtii mzazi, usipomheshimu, kamvunjia heshima. Sehemu nyingine ilikuwa inaonyesha kwenye Biblia mtu atakayempiga mzazi wake sheria ilikuwa ni kifo. Kumpiga tu. Kumdharau ilikuwa mzazi ni kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 27. Anasema na alaaniwe amdharauye, yani kumdharau baba yako mama yako. Amdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Mungu alisema hivyo. Ukimdharau baba yako au mama yako ni kosa kwa Biblia. Sasa hapa unaweza kufikiri au unaweza kutafakari labda nasema na watoto tu, kwamba watoto ndio wanapaswa watii wazazi wao, waheshimu wazazi wao. Hapana. Hata watu wazima. Asilimia kubwa ya watu wanaanza kuwadharau wazazi wao wakishakuwa watu wazima. Mtoto kama huyu ni ngumu sana kumdharau mzazi wake. Atakuwa mtundu mkorofi tu. Dharau zinaanzia mtu anapokuwa mtu mzima. Kashafikisha miaka 30, 40, ana elimu kuliko mzazi wake, ana pesa kuliko mzazi wake, pengine ana hekima, ana uwezo wa kufikiri kuliko mzazi wake. Anaanza kurudi kumwangalia mzazi wake jinsi matendo aliyofanya, anaanza kumuona ni mpumbavu.
Je, kuna watu wanakuambia yule mamangu mimi sitaki hata kumuona ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mamangu alikuwa ni mjinga sana, babangu alikuwa ni mjinga sana. Kaka muda wote tumeshindwa hata kuota na nyumba hapa mjini. Kaka muda wote kashindwa. Alipokuwa mdogo alikuwa anampenda mama yake huyo ambaye alikuwa anakaa katika ile maskini. Sasa kashakuwa mtu mzima, anaanza kumuona mama, baba mbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu nyingine kwenye Biblia huko anasema usimdharau mama yako atakapokuwa mzee. Si mnalijua ile andiko? Usimdharau mama yako atakapokuwa mzee. Kashaanza kupofuka macho sasa. Anaanza kupoteza kumbukumbu. Unaanza hata kuona aibu kukaa naye. Unamdharau ndani ya moyo wako kwa kinywa, unaweza usimdharau. Anasema iko kizazi kipo cha watu namna hiyo. Kipo ndio kizazi cha siku za mwisho. Mzazi hana thamani tena machoni pa mtu. Mzazi hana thamani tena machoni pa mtoto. Mtoto anaona mzazi tena hana maana kwa sababu tu yeye kashakuwa mtu mzima na mzazi kafika kule. Mama, baba ananiombaomba hela, baba naye ni njaa tu, anakwenda huko, ndo mama yako ndo baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo utakuwa naye, utaishi naye, utakufa naye. Ndio Mungu kakumba kwenye hilo tumbo. Ulianza kumwambia Mungu nipeleke sehemu fulani, alikuchagua, alijua kabisa huyu ili atimize makusudi yangu duniani ataanzia hapa. Sehemu ya point aliyoanzia ataanzia hapa kwenye hili tumbo. Ataanzia hapo kwa baba, hapo ndipo atakapoanzia. Hajashindwa kupeleka ukatokea huko sehemu nyingine. Hapo ndio point ya kwanza. Kwa hiyo anasema kuna kizazi cha watu ambacho kinawalaani wazazi wao kwa maneno, kwa matendo. Hebu jiulize, unaye mzazi ananufaika vipi kwa kuonaisi vipi ule upendo wako wewe? Ushaitaka siku moja na kumwambia baba nakupenda, mama nakupenda, hata mpelekea hata zawadi tu. Hata kama anakuuze, hata kama akupendi, ushakukaa na kufikiri hivyo. Ukiona hicho kitu kimekufa ndani yako, hiyo ni roho ya kizazi cha siku za mwisho ambacho kinamlaani mzazi wake, hakitaki. Na kwenye Biblia kwenye kitabu kile cha Timotheo wa pili, nataka tuende pamoja ili tuweze kujua hivi kizazi chetu tukianza kukisoma ni kizazi cha namna gani na sisi tupo wapi. Kwa sababu kuna tabia zinaweza zikazuka tukawa tunatembea nazo tukidhani ni kawaida, kumbe sio kawaida. Timotheo wa pili sura 3 na ule mstari wa 3. Timotheo wa pili sura 3. Waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo sura 3 na mstari wa 3 anasema hivi. Naanza mstari wa kwanza, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Siku za mwisho sio za karibuni. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasio watii wazazi wao. Siku za mwisho kutakuwa kuna hicho kizazi cha watu wasio watii wazazi wao. Kwa hiyo katika maisha yako zingatia sana swala la mzazi. Sio kwamba umwamini au ufuate kile anachokifanya yeye. Sio kwamba athiri imani yako. Unaweza kusimama na imani yako na misimamo yako, lakini mpe heshima. Kuna maneno ya Bwana Yesu aliyasema. Walimfuata Bwana Yesu akamwambia, mbona haushiki Torati? Unavunja Torati za Musa. Akamwambia Bwana Yesu. Na Kristo akamwambia, mbona nyinyi pia mnavunja sheria ya Mungu? Kwa maana Musa alisema heshimu baba yako na mama yako. Lakini nyinyi mnasema kikitolewa kitu chochote kilipasacho mimi kufaidiwa nacho, hicho ni wakfu, ni korban. Basi mtu huyo aruhusiwe kutokumheshimu baba yake na mama yake. Maana yake ni kwamba kama mtu akienda katika nyumba ya Mungu na fedha au chochote kile akakipeleka katika nyumba ya Mungu ambacho hicho kingepaswa kuwa ni fungu la mzazi, wale watu wanakipokea kana kwamba ni sahihi yule mtu alichokifanya. Lakini Kristo anasema mzazi ana nafasi yake kule na Mungu ana nafasi yake. Msivunje sheria ya Mungu kwa mapokeo yenu nyie. Hebu sasa hivi mtu aje hapa kwenye kanisa kama hapa hivi, aseme mchungaji, na sadaka yangu hii hapa ni kiasi kadhaa, ni elfu kadhaa, na nilikuwa nataka kwenda kumpelekea baba, lakini Mungu kaniambia nikilete kwako. Uone kama kuna mchungaji atakataa leo. Atasema ileta. Lakini Bwana Yesu alikuwa anawaambia hicho sio sawa. Mnavunja sheria ya Mungu kwa kufuata mapokeo yenu. Anasema sio sawa
wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko hata amini. Wa nyumbani kwako kwanza ni nani? Ni wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu gani unakifanya kwa mzazi ambaye yuko hai? Ni kwa sababu ni mlevi ndio maana hutaki kuongea naye? Ni kwa sababu hajaokoka ndio maana hutaki kusema naye? Unafanya makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimdharau mzee taa yako lazima ghafla. Itazima tu. Taa ikizima ni maana yake huwezi kuona mbele, maisha yako hawezi kwenda na uelekeo. Anasema mheshimu babako na mamako ili upate siku nyingi na za heri, sio tu siku nyingi. Sababu unaweza kuwa unaishi siku nyingi lakini hazina heri. Na za heri katika nchi upeona Bwana Mungu wako. Kwa ukitaka maisha yako vizuri, ya heri ndani kwanza, mambo yako rohoni yatengenezeke vizuri. Hebu angalia wazazi wako unawapa furaha kiasi ya. Sizungumzii imani yako, kwa sababu imani yako inaweza kuingizana na wao. Hicho ni kitu kingine. Lakini katika vile vitu ambavyo unapaswa kuwakumbuke wazazi wako. Usiseme yule mzazi ana hela bwana kuliko hata mimi. Sio kazi yako kujua chochote alichonacho. Mkumbuke. Fanya kitu kwa ajili yake. Kwa sababu ni kizazi cha siku za mwisho. Na jambo la mwisho ambalo nataka nilielezee. Biblia inasema heshimu baba yako na mama yako, si ndio? Kwa lugha nyingine maana yake ni kumpa heshima mzazi. Pia kumpa heshima mzazi sio kumpa tu kitu. Lakini pia kukaa mbele yake kwa heshima kiasi cha kwamba mzazi wako anapoenda sehemu fulani anaheshimika kwa ajili yako wewe. Hiyo ndio kumheshimu mzazi. Sasa vitu gani ambavyo vinampotelezea mzazi heshima? Tabia. Ukiwa na tabia mbaya maana yake mzazi wako anapoteza heshima kule. Yule mtoto fulani ni muhuni, ni kahaba, ni mwizi. Anavaa kama kahaba hapa mjini hapa. Peke yake hapa mtaani ndo anakuwa unampotezea heshima mzazi wako, hapo hujamheshimu mzazi. Hata kama unamwambia kila siku mama shikamoo, baba shikamoo, chukua pesa, chukua hivi na vile. Kama umpi heshima mzazi wako, bado neno lile linarudi pale pale na kwamba hujamheshimu mzazi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujamheshimu mzazi wako. Kwa hiyo ni kodi moja hapo ishike. So rahisi sana usikie unaambiwa hichi kitu mara nyingi. Unaweza kuambiwa tu masuala ya uasherati, acha uasherati, acha dhambi, lakini swala la mzazi ni la muhimu sana lizingatie katika maisha yako. Mpe heshima mzazi wako aliye hai. Sijasema aliyekufa uende makaburini useme babangu sasa na mimi nakuja na kukumbuka kwa sababu nini? Mambo aliyokufa yameshapita. Nazungumzia wazazi ambao wako hai. Wape kitu ambacho kitawafurahisha ndani ya mioyo yao. Kuna kitu Mungu kaika kwako. Kwa sababu hata wewe utakuja kuwa mzazi pengine au ni mzazi sasa hivi. Utafurahia mtoto wako akuvunjie heshima. Kwa hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo tunakutembea navyo, ni kizazi hicho. Kwa sisi tusiwepo kizazi cha watu ambao hawaheshimu wazazi wao, wanaolaani wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni tabia ya kwanza, sifa kwanza kizazi cha siku za mwisho. Sifa ya pili ya kizazi cha siku za mwisho ambacho Bwana Yesu alisema hayo yatatimia hata atakapo hicho kizazi hakitapita hata atakapotimia. Ni watu walio safi machoni pao wenyewe. Tunaishi hicho kizazi cha watu ambao wako safi machoni pao wenyewe. Turudi pale kwenye ile Mithali sura 30. Pale kwenye ile Mithali sura 30. Tuanze mstari wa 11 ambao tumesema. Sema kuna kizazi cha watu wamlaanio baba yao wala wambariki mama yao. Hicho ni kizazi cha kwanza. Kizazi cha sifa kizazi cha pili. Kuna kizazi cha watu walio safi machoni pao wenyewe ambao hawakuoshwa uchafu wao. Hichi ni kizazi ambacho wenyewe wako safi machoni pao, hawawezi kurekebishwa, hawawezi kuelekezwa, hawawezi kuongezewa chochote. Wenyewe wako kama wenyewe wanajua, kila kitu wanajua. Huwezi kumwambia kitu akasema hichi kitu ngoja nikichukue na mimi niangalie nifanye marekebisho katika maisha yangu kwa hichi nilichokisikia. Ni kizazi ambacho kiko safi machoni pao wenyewe. Unajua zamani miaka kuanzia ya 2005, 2010, 2005 kushuka chini. 2005 kushuka chini. Ulikuwa ukienda kwenye mkutano wa Injili au ukiona mahali popote mhubiri anahubiri, mahali popote ukimsikia mhubiri anahubiri, huwezi kuona mtu anakaa na kuanza kumkosoa mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ilichangia sana kwa kuna injili ya kweli. Ulikuwa huwezi kukuta eti mtu anakaa anaanza kumkosoa mhubiri.
Kwa sababu kila anachokiongea kinachomfikia yeye, kinapomfikia kiko kinamchoma ndani ya moyo wake. Kulikuwa kuna heshima ya hali ya juu. Sasa hivi nenda mahali kamwangalie mhubiri fulani akihubiri, au wewe nenda kuhubiri mtu fulani. Cha kwanza mtu ataanza kuambia bwana mimi na Mungu wangu bwana. Kila mtu na Mungu wake. Hakuna mtu aliyefika huko akaja kutuambia yeye ni nani. Ndio kitu ambacho kinaendelea sasa hivi. Kizazi cha watu ambao wako sawa machoni pao wenyewe. Ndani ya macho yao wenyewe wanaona kila kitu kiko sawa. Kila jambo lipo sawa ndani ya macho yao. Na hapa anasema kuna hicho kizazi cha watu ambao wapo safi machoni pao wenyewe. Mithali sura 12 na ule mstari wa 15. Mithali sura 12 na mstari wa 15. Kusomea andiko moja pale. Biblia inasema hivi, njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima usikiliza shauri. Mpumbavu njia yake imenyoka machoni pake mwenyewe. Hapewi mashauri, hawezi kushaurika. Anachokiamini ndio hicho hicho kumbadilishi. Anachokielewa ndio hicho hicho kumbadilishi. Yuko sawa machoni pake. Hakuna fundisho lolote linaweza likambadilisha ufahamu wake. Hakuna fundisho lolote linaweza likamjenga. Hakuna chochote anaweza akasema hichi ni kipya, sasa nikichukue katika maisha yangu nikitumie kinibadilishe. Yuko vile vile. Ndio maana leo utashangaa kanisani watu wako vile vile. Unaweza kuhubiri kitu hicho hicho, ukajifunza hicho hicho kitu, ukafundisha hicho kitu, kesho mtu akaje yuko yule. Hakuna mabadiliko. Hata kuambia katika kinywa chake kwamba mimi naamini katika njia zangu mwenyewe, lakini maisha yake yanaonyesha kabisa yupo kwenye hicho kizazi. Hawezi kubadilika kabisa. Haijalishi atapigiwa. Ndio Bwana Yesu anasema tumewapigia filimbi hamkucheza, tulipoomboleza hamkulia. Wako vile vile. Hakuna chochote kinachoweza kumbadilisha mtu. Machoni pake njia yake imenyoka. Ni kizazi hicho. Sio jambo la kawaida. Ni kizazi kimenyanyuka cha namna hiyo ambacho hakibadilishwi na yani kimeshikilia msimamo wake huo. Tena mahali kuna kipindi tunaenda kuhubiri tukakuta mama fulani anakusikiliza vizuri na unamuelezea neno la Mungu na ni ukweli kabisa, anakuambia ai bwana kila mtu na imani yake bwana, hebu nenda huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuambia kila mtu na imani yake. Kwa haijalishi utamuonyesha ukweli kiasi gani na utampa nafasi ya kujieleza, lakini anakuambia kila mtu na imani yake. Ni useme ambao unawezekana ni mzuri. Lakini tusipokuwa na roho za kubadilika, mioyo ya kubadilika, mioyo ya nyama, tunaangukia katika ile kundi la hichi kizazi. Kizazi cha watu ambao wapo sawa machoni pao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimalize Mithali 26 mstari wa 12. Mithali 26 mstari wa 12. Nasema hivi: je, wamuona mtu mwenye hekima machoni pake mwenyewe? Afadhali kumtumainia mpumbavu kuliko yeye. Mtu mwenye hekima machoni pake mwenyewe ni afadhali kumtumainia mpumbavu kuliko yeye. Maana hiyo ni kazidi upumbavu, wapumbavu zaidi wapumbavu. Nacho hicho ni kizazi. Kizazi cha tatu. Sifa tatu kizazi cha siku za mwisho. Ni kizazi cha watu wenye kiburi. Kizazi cha watu wenye kiburi. Pale Mithali sura 30 mstari wa 13. Anasema hivi: kuna kizazi cha watu ambao macho yao yameinuka kama nini na kope zao zimeinuka sana. Kuna kizazi cha watu ambao macho yao yameinuka kama nini na kope zao zimeinuka sana. Anaposema macho kuinuka maana yake ni macho ya kiburi. Mithali 6:16 inasema hivi kwamba mojawapo wa mambo 6 yanomchukiza Mungu ni pamoja na macho ya kiburi. Kiburi cha nini? Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima ni kile kiburi ambacho mtu anakuwa moyo wake unanyanyuka kwa sababu ya vitu alivyonavyo. Ambapo Bwana Yesu alisema uzima wa mtu upo katika wingi wa vitu alivyonavyo. Lakini yeye anafanya uzima wake upo katika wingi wa vitu alivyonavyo. Hicho kinaitwa kiburi cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kiburi cha uzima hakiji kwa sababu ya vitu vingi. Unaweza ukawa tu na simu tu ambayo mwenzako hana ikakupa kiburi. Unaweza kuwa na kalamu shuleni ambayo mwenzako hana ikakupa kiburi. Haihitaji kuwa na mavitu mengi. Kiburi hakijagi hivyo. Kiburi ni asili ya kitu. Yaani haijalishi una vingi vichache, lakini unacho tu, limradi unacho tu, inakutengenezea kitu kinachoitwa kiburi.
Hicho kiburi kinakufanya huwezi kumsikiliza mtu mwingine. Utamsikiliza na kumjibu ndio na kunyenyekeza mbele yake ndio, lakini ndani ya moyo wako unajua kabisa siwezi nikamsikiliza yule. Kwa sababu nimemshinda ana kama mimi. Kwa sababu hawezi kunifikia. Nimemzidi fedha, nimemzidi elimu, nimemzidi uzuri, nimemzidi kitu fulani chochote tu ambacho unacho ndani ya moyo wako, unaishi kwa hicho kitu. Unajitanua kwa hicho kitu, unajivuna kwa hicho kitu. Hicho ni kiburi au macho ya kiburi. Ni kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tupo hichi kizazi ambacho hakuna mtu ambaye anaweza akajinyenyekeza tena. Angalia sasa hivi hichi kizazi chetu. Ukute kama kuna watu wanajinyenyekeza ni wachache sana. Kila mtu anakuambia mimi hakuna mtu anaweza kaniambia kitu. Kila mtu. Kwa sababu kila mtu ndani yake kimeshaumbika kiburi. Kiburi cha uzima, kiburi. Kila mtu yuko hivyo. Ni kizazi hicho. Sio hali ya kawaida. Ndio Biblia inatuambia kuna kizazi cha watu ambao macho yao yameinuka kama nini. Kwa hivyo na sisi tujihadhari na kiburi. Kiburi kitatushusha. Neno la Mungu linasema Mungu wakweza wanyenyekevu lakini wakuza wanyenyekevu lakini wenye kiburi washusha. Wanyenyekevu wanawapa neema lakini wenye kiburi anafanya nini? Anawashusha. Na tena somo la kiburi ni pana sana. Bwana tusaidie siku moja tuje tujifunze kwa sababu ni kitu ambacho kinatokea na kuondoka ni pana sana somo la kiburi. Kiburi kinaleta majivuno. Kiburi kinaleta dharau kwa mtu. Anakuwa na uwezo, anakuwa na tabia kwa dharau wengine wote. Kiburi kinajileta kujiinua. Unajiinua pengine kwa sababu una karama fulani. Unajiinua kwa sababu una huduma fulani ambao unaona mwingine hawezi kuwa kama na kwako. Unajiinua kwa sababu una kitu fulani chochote tu. Hicho inaitwa kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa 4 atoka muda mrefu sana hapa. Ya kizazi tumesema ziko 5. Sifa 4. Sifa 4 ni kizazi cha watu wenye meno kama panga. Wenye meno kama panga. Turudi pale kwenye Mithali sura 30. Anasema kuna kizazi cha watu ambao meno yao ni panga na vigego vyao ni kama visu. Ili kwa wale maskini waondolewe katika nchi na uhitaji katika wanadamu. Anasema meno yao ni panga na vigego, yani magego yao ni kama visu. Ni watu ambao wanatumia mdomo. Wanatumia mdomo kuharibu wengine. Wanatumia kinywa kuharibu wengine. Ni watu ambao wanatumia kinywa kuharibu wengine. Kuna mali Yeremia walimpangia fitna. Kwenye kitabu cha Yeremia sura 18 mstari wa 18, labda nisome pale. Yeremia 18 na turudi hapo. Yeremia sura 18 na mstari wa 18, walipanga jinsi gani kumharibu Yeremia kwa kumpiga alishindwa. Wakasema tutatumia ndimi zetu. Ogopa sana mtu anayekupiga kutumia ndimi. Ni mtu mbaya sana. Kwa sababu anapanda fitna katikati ya watu. Anaweza kupanda fitna katikati ya ndugu. Jambo ambalo pia ni machukizo sana. Mithali sura 6 na kuendelea pale. Yeremia 18 anasema, hapo ndipo waliposema njoni na tufanye mashauri juu ya Yeremia. Walikaa wakafanya mashauri juu ya Yeremia. Maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Kwa walimpangia njama Yeremia na kuacha sasa kumtafuta kumpiga na kumfunga kwenye vifungo. Akasema tutampiga kwa ndimi. Wakaanza kumchonjea, kumchochea kwa mfalme, kumchongea kwa mfalme kule. Wakaanza kumzushia maneno mabaya. Wakaanza kumzushia fitna. Wakaanza kumsengenya. Wakaanza kuongea mambo mabaya. Tupo hicho kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupo hicho kizazi. Zaburi ya 57:4. Na sisi tujihadhari tusiwepo katika mkondo wa watu. Zaburi ya 57 sura 4, sura 57 mstari wa 4 anasema, nafsi yangu i kati ya simba, nitastarehe kati yao waliowaka moto. Wanadamu meno yao ni mikuki. Meno yao ni mikuki na mishale, na ndimi zao, manake ulimi. Ndimi ni wingi wa ulimi. Ndimi zao ni upanga mkali. Kuna watu sasa tupo hicho kizazi ambacho ndimi zao ni moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza kukuharibu kwa maneno tu. Na ndicho kizazi tuko sasa hivi. Fanya utafiti, nenda mahali popote, pita barabarani, pishana na mama
wanatembea. Wawili tu. Sikia habari wanazozungumza pale. Ni fulani yuko hivi, kafanya hivi. Yaani ni usengenyaji. Fanya utafiti. Ulimi. Kumzungumza mwingine, kumsengenya mwingine, unampiga kwa ulimi. Meno yako ni kama panga, ulimi wako ni kama kisu. Hicho ni kizazi ambacho kinatumia ulimi vibaya. Kwenye kitabu cha Yakobo anasema viungo vyote, anasema wanyama wote wamefugika lakini ulimi haujafugika. Unawasha moto mfululizo, unawasha moto wa jehanamu. Kama vile farasi anavyoongozwa na ile lijamu inawekwa katika mdomo wake. Yule anayemuendesha akimpeleka hivi anaenda, akirudisha hivi anaenda. Anasema na ulimi ni hivyo hivyo. Ni kiungo kidogo lakini kinageuza mambo. Kwa hiyo tunatumia kumbariki Mungu, kubariki watu, kwa hiyo tunatumia kulaani watu. Biblia inasema hivyo. Kama merikebu inavyoongozwa na usukani mdogo tu, ulimi na wenyewe ni kama ule msukani wa merikebu. Ulimi, kizazi kinachotumia ulimi vibaya. Tupo hicho kizazi. Atatoka mtu kanisani akitoka pale anaenda kumsengenya mwingine. Atatoka kushiriki akitoka hapo anaenda kutumia huo ulimi kuanza kusema habari za watu wengine. Kuwapiga watu wengine kwa huo ulimi. Tujihadhari sana watu wa Mungu kutumia ulimi. Matumizi ya ulimi ni mabaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua kitu kimoja cha mwisho nataka niongee kwenye point ni hivi. Siku zote shetani anaiga mambo. Shetani anaiga mambo. Roho ambaye alimwagwa kwa kanisa katika Agano Jipya alikuwa ni Roho Mtakatifu. Na alivyoshuka katikati ya watu, kilichobadilishwa ni ndimi. Lugha zilianza kubadilika siku ya Pentecost. Wale watu lugha zao zilibadilika, wakaanza kunena maneno kumtukuza Mungu. Maana hapo kabla zilikuwa ni lugha nyingine. Anasema zikashuka zikaangukia ndimi kama zilizoganyikana kama ndimi za moto, zikawakalia kila mmoja hapo. Wakaanza kunena kama Mungu alivyowajalia. Sasa shetani naye anafanyaga hicho kitu. Anajua roho ile mwaga ni kutengeneza ndimi. Naye anamwaga roho ya namna hiyo hiyo lakini inafanya kazi kinyume na hicho. Anamwaga roho ya ndimi za mabaya, kupiga watu kwa ndimi, kuharibu watu kwa ndimi. Ndio maana utasikia sasa hivi vita vikubwa, utasikia mtu fulani ananisema, mtu fulani wananisema, maadui zangu wananisema, wamenikalia kikao, maadui zangu wanafanya hivi. Shetani anatumia ndimi kuwapiga watu. Yeremia alipigwa kwa ndimi katika mapigo yake ya mwisho. Hakupigwa tena kwa mapigo ya kupigwa viboko. Alitupa kwenye ile shimo ambalo lilikuwa lina matope tu kule chini. Akakaa kule chini muda mrefu sana, lakini baadaye alikuja kuokolewa, akatoka kule. Lakini haya mapigo akapiga, shetani akachukua watu wake akaweka kikao. Akasema hekima itapotea katika kinywa cha kuhani, wala unabii katika nabii. Lakini huyu tutampiga kwa ndimi zetu. Yeremia kaliona hilo paka kaliandika, akasema walinipiga kwa ndimi. Ndio vita vinavyoendelea sasa hivi. Kwa ukitumia ulimi wako vibaya, jua kwamba unafanya kazi na ile roho ya mpinga Kristo iliyomwagwa siku za mwisho. Tumia ulimi wako vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio roho pia mpinga Kristo ambapo pia imetajwa kwenye Biblia, anasema kila roho isiyokiri kwa kinywa kwamba Kristo ni Bwana ni roho mpinga Kristo, ambao tumesikia kwamba inakuja nini ulimwenguni. Kwa hiyo kizazi hichi tupo sasa hivi ambacho shetani anachanganya ndimi za watu, anamwaga roho afu anachanganya ndimi. Kuwa makini sana na ulimi wako, maneno unayoyaongea, maneno unayoyazungumza, jiangalie sana katika hichi kizazi. Zuia ulimi wako katika kiwango. Anasema mtu aweze kuzuia ulimi wake ni mtu mkamilifu. Biblia inasema hivyo. Ukiweza kuzuia ulimi wako, ni mtu mkamilifu. Epuka vikao vya masengenyo. Epuka kuulizia pia habari za watu wengine, kwa sababu ukianza kuulizia habari za watu wengine, watu watakuuliza habari zako na utaanza kueleza habari za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Usengenyaji ndio unaanza hivyo. Hivi fulani anafanya jege. Hivi fulani ukishaanza hivyo, ukishaanza kufungua milango, utajikuta na una madeni. Unamuuliza mtu mwingine leo utaulizwa, utakuwa na madeni ya kujibu. Utajikuta unatumia ulimi wako vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tumepewa ulimi mmoja, masikio mawili. Tumepewa midomo miwili. Maana kitu watu kusikia sana kuliko kuongea. Na chochote unachokiongea, kumbuka wewe ndio msikiaji wa kwanza kabla mwingine. Kwa hiyo mamlaka ulimi wako, sauti inayotoka kwanza kuisikia wa kwanza ni wewe. Inayotoka kwenye ulimi wako kabla mwingine, kwa sababu wewe unatoa na inafika kwenye sikio lako la kwanza. Kuwa makini na kile unachokiongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la mwisho ni kizazi cha zinaa. Au Biblia inasema kizazi cha uzinzi. Tunaenda kumalizia Mathayo 16 mstari wa 4.
Mathayo sura 16 na mstari wa 4. Mathayo 16 mstari wa 4. Naanza mstari wa 3. Na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu tena kumetanda. Enyi wanafiki, mmoja kutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za amani hamwezi kuzitambua? Kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala kitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona, akawacha akaenda zake. Anasema kizazi kibaya cha zinaa chatafuta ishara, wala kitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Tupo katika kizazi ambacho kinajulikana kama kizazi cha zinaa. Shetani amewekeza pakubwa sana katika eneo hili la zinaa. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kiasi cha kwamba uzinzi sasa hivi unafanyika, hata watafiti wanasema asilimia kubwa watu ambao wananunua hizi simu janja, smartphone, wanafuata vitu vitatu. Cha kwanza wanafuata mitandao ya kijamii, wanafuata muziki, na wanafuata kuangalia picha chafu katika hizi simu. Ukutane na kijana ambaye hajampokea Yesu kweli, ufungue simu yake hiyo ukute hafati kimoja hapo hicho kitu. Hauwezi kukuta. Bwana Yesu nasifiwe sana. Na muziki yote sasa hivi ambayo inatengenezwa, yote inotengenezwa ya kidunia yote, maudhi yake ni uzinzi. Angalia wanaoimba huko, fuatilia nyimbo yoyote ile ya kidunia. Isikilize tu, sio usikilize kujifurahisha, sikiliza kwa nia kujifunza. Hebu tafakari, huyu mtu maudhi yake ni nini? Zote ni uzinzi, zote ni uzinzi. Nyimbo zote za kidunia zote zinachochea uzinzi na uasherati. Bwana Yesu nasifiwe sana. Na hichi ni kizazi ambacho ni cha zinaa, kwa sababu mtu akitaka kuangalia uzinzi na uasherati haendi tena sasa hivi kwenye madanguro, atafanya. Anaangalia, anachukua tu simu yake anawasha pale. Ananunua bando, anachukua data, anaangalia pale. Paka watoto msiwape simu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Msiwape simu hawa, wanajua hivyo vitu, wanavijua, wanafuata, wala utaweza kujua ni saa ngapi wanaangalia. Wanajua hichi ni kizazi. Sisi wote ni mashahidi. Watoto sasa hivi wa miaka 2, miaka 3. Unajua kuna mtoto anafungua YouTube, anatoa na password ya simu ya mzazi. Sisi tunaona hicho kitu. Sasa kama mtoto anaweza akatoa password, anaweza akaingia internet, akaingia na YouTube, ataacha kuangalia hivyo vitu na kuvijua, anavijua. Si ujiangalie wewe ulipokuwa na miaka 6 ulikuwa unajua mambo. Sasa tengeneza picha hao ambao walikuwa wanafahamu mambo kwa na miaka hii, ulikuwa unajua mambo na kuyaoni. Sasa hivi wanajua na kuyaona. Unafikiri kizazi cha namna gani tu? Watoto lazima tuangalie sana katika hilo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Watakufanya, wanaweza kaigiza ni wasafi mbele zako, lakini wakiwa wenyewe wanafanya vitu. Ni kwa makini mno, kwa sababu tupo katika kizazi cha zinaa. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa hivi uzinzi unafanyika kiasi cha kwamba unaonekana ni kitu cha kawaida. Ukienda kuta na chom, unaona mtu anaishi na mwanaume, anaishi na mwanamke. Huyu ni boyfriend wangu, ni girlfriend wangu. Tunajulikana nyumbani, ni boyfriend wangu, girlfriend wangu. Uzinzi unahalalishwa kiasi cha kwamba unaonekana sio tena uzinzi. Lakini ni maisha ya zinaa na uzinzi. Ni maisha ya zinaa na uzinzi. Lakini sasa hivi katika kizazi cha sasa hivi ni jambo la kawaida, inaonekana sasa ni jambo la kawaida, lakini ni uzinzi na uasherati, ni zinaa ile inafanyika pale. Hata wamefunga ndoa pale, lakini wanaishi, wanasema ghetto. Ni girlfriend wangu, boyfriend wangu. Ni maisha ya uzinzi. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa ni kizazi ambacho zinaa inaonekana ni kitu cha kawaida, sio tena kitu ambacho cha kushtusha, ni kitu cha kawaida. Kizazi haikuwa hivyo zamani. Zamani ilikuwa hivyo kabisa, ilikuwa hivyo. Ukute wanafunzi wanakaa pamoja au watu fulani, ilikuwa ni ngumu sana. Lakini sasa hivi hicho kitu kimekithiri katika kiwango kikubwa sana. Watoto wadogo na wakubwa wote wanafanya hayo mambo. Ni wakati wa kujiangalia sana. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaendelea katika kizazi, lakini Bwana atusaidie tuweze kusimama na kuendelea mbele. Tuweze kupiga hatua na kumwangalia yeye. Amen. Amen. Basi tutaenda kumuomba Bwana atusaidie. Tujihadhari na hichi kizazi cha ukaidi ambacho Biblia imesema kizazi hiki hakitapita. Ni kizazi kilichokingeuka sana. Tuwe makini sana tunavyoishi, tunavyoenenda. Tuzuie vinywa vyetu. Tujihadhari na uzinzi na uasherati na mambo mengine yote mabaya.